Sasa wase waliona sasa imekuwa too much, wakaamua sasa lazima tupange rebellion. Kwa miaka mitatu straight, Chapo Festival ilikuwa ni siku kubwa zaidi kwa watu wa Chapaland. Ilikuwa yana sherehe kali kuliko hata siku ya kuzaliwa kwa mfalme. Siku hii watu kutoka kila kona ya kingdom walijazana kwa Grand Plaza, yani uwanja mkubwa mbele ya Royal Kitchen, ambapo mfalme aliongoza sherehe za kula chapo. Lakini kwa hii mwaka, tofauti na zamani, watu walikuwa wamechoka. Wengi walikuwa na njaa, wagonjwa, na hawakuwa na matumaini. Ila bado walijazana, si kwa sababu ya walitaka kusherehekea, lakini kwa sababu walihisi hii ndio siku ya mwisho ya mfumo mfalme wa Chapo. Tales of Mpole. Wale warriors wa zamani, farmers waliopoteza mashamba yao, na hata wapishi wa palace, wote walikuwa na mpango mmoja: kumuondoa mfumo kwa nguvu. Mfumo bila hata kushtuka na hali ya watu wake, alikuwa excited. Alikuwa ametangaza kwamba kwa hii festival angepika chapo kubwa zaidi duniani, chapo iliyo kubwa kama meza ya kifalme. Wasaidizi wake walijituma. Fulata ni nzima iliagizwa, maji kutoka mto mkubwa yakaletwa, na sufuria maalum kubwa kama bafu la watu 10 hivi iliwekwa juu ya moto na wakuni. Tales of Mpole. Leo tutaandika historia, na kwa heshima yangu nitakuwa kwanza kuila, alitangaza, huku watu wakimshangilia kwa nguvu mbandia. Aliompenda kweli walikuwa wachache. Wakati huo Elda Nguvu, General Subira na Amina the Healer walikuwa wamejipanga. Hasa mipango ilikuwa hivi: Amina na madaktari wa siri wangechanganya dawa ya usingizi kwa unga wa chapo, naye General Subira na wanajeshi wa zamani wangekuwa kwenye umati wakingoja tu signal ya kuanza uasi. Elda Nguvu na kikosi chake wangekamata silaha zilizofichwa palace na kuzisambaza kwa watu. Mpango ulikuwa simple: mfumo alale, watu wachukue palace, na Chapaland ipate uhuru. Saa 11 alfajiri, watu walikuwa tayari wamekusanyika kwa Grand Plaza. Sauti za ngoma zilijaa hewani, wachezaji wakapiga sarakasi, na wasanii wakiimba nyimbo za kusifu utawala wa mfumo, ingawa kwa mioyo yao hali ya taharuki ilianza kujitokeza. Macho ya askari wa kifalme yalikuwa yakirandaranda kwa umati, wakihisi kuna jambo. Mfalme Mfumo hakuwa na wasiwasi hata kidogo. Alipanda jukwani akiwa na vazi lake la dhahabu, uso wake ukiwa na tabasamu la ushindi. Kichwani alifunga kitambaa cha unga, akionyesha kuwa yeye ni mfalme wa Chapo. Leo tunashuhudia uumbaji wa chapo kuu zaidi, alitangaza. Chapo hii si chakula tu, ni ishara ya utawala wangu wa milele. Wananchi wakashangilia, lakini ndani ya mioyo yao alikuwa tu na hasira. Tales of Mpole. Kama ilivyokuwa imepangwa, Amina na wapishi waasi waliweka dawa usingizi kwenye unga wa chapo kubwa, lakini hawakujua kuwa mmoja wa wapishi alikuwa msaliti. Tales of Mpole. Jamaa huyo alikuwa mshikaji na wa karibu wa mfalme, aliwashtaki kwa askari wa kifalme. Ghafla, "Nini wasaliti? Mlikuwa mnataka kulisha mfalme sumu?" Mmoja wa askari alipiga kelele. Mchezo ulikuwa umeharibika. Amina na wenzake walikamatwa hapo hapo. Huko nje, General Subira na vikosi vyake walikuwa wanangoja signal. Lakini iliposhindikana, askari wa kifalme walianza kushuku kuna njama. Walipiga mbiu inayaala, wakajikusanya na wakaanza kuzunguka Grand Plaza. Mfumo akitazama umati na kuona huzuni kwenye uso zao, alisi kuna jambo. Akasimama akasema, "Wale wote wanaopinga utawala wangu wa Chapo wajitokeze sasa." Watu walikaa kimya, hata wale waliokuwa na mpango wa uasi waliogopa. Bila dawa usingizi, bila silaha,
na huku askari wa kifalme wakiwa wamejaa kila kona. Haikuwa rahisi tena. Jenerali Subira alibaki amesimama akihema tu kwa hasira. Mpango ulikuwa umeharibika. Tales of Mpole. Kwa kuona kuwa hakuna aliyedhubutu kumpinga hadharani, Mfumo alicheka kwa sauti kubwa. Huwezi kunishinda. Chapo economy haiwezi kuanguka. Ni mimi pekee naweza kuongoza Chapaland. Askari wake walibeba Amina na wenzake, akawapeleka gerezani. Wengine walifukuza watu waliokuwa na hila za kuasi, huku wakimpigia mfalme makofi. Chapo kubwa ilipikwa na Mfumo akala kipande cha kwanza. Siku ilimalizika kwa shangwe, lakini si shangwe za kweli. Ilionekana kuwa Mfumo alikuwa ameshinda, lakini chini ya pazia upinzani ulikuwa haujafa. Tales of Mpole.